kwa habari jamii. Burudani na michezo tunaweza kuzipata hapa. Yes, hello barasezi, mimi naitwa Oswald kutokea Nyavuni TV, na leo niko maeneo fulani hasa ni kuzungumza na Mzengenje, hasa haya yanayoendelea kuhusu engo za kisiasa, hasa ni kuhusiana na Humphrey Polepole ambaye alikuwa ni balozi wa Tanzania nchini Cuba, na hasa haya mambo yamekuwa kiendelea mara kwa mara ya kuhusu kwamba uchaguzi huu sio sahihi, uchaguzi huu ni batili, hakuna uchaguzi. Mama, bado muda hupo, tunaweza tukakaa chini tukazungumza tukapata viongozi bora. Leo niko na Mzengenje, nataka nizungumze naye mawili matatu hasa kuhusiana na kauli za mzee Polepole. Huyu ni mmoja kati ya kada wa CCM. Mzengenje, habari yako? Salama, habari zako nawe? Si nzuri kwa lakini. Nashukuru Mungu, naona leo umenitembelea mapema sana. Bwana, leo hatutaki kulala, tunakufuata mapema sana tuweze kuzungumza haya yanayoendelea kuhusu swala la siasa, hasa ni kuhusu uchaguzi mkuu wa tarehe Oktoba 29. Hili swala la mzee Polepole anazungumza, ambaye alikuwa ni mmoja pia katibu mkuu wa chama cha CCM. Wewe kama kada wa CCM unazungumziaje swala hili kwamba msimu huu au mwaka huu hakuna uchaguzi, uchaguzi ni batili? Wewe kwako unazungumziaje? Kwanza mimi kama ni kada wa Chama cha Mapinduzi nampa Polepole. Nampa pole bi maana kwanza naifahamu kwamba anaifahamu siasa ya nchi, lakini pia anajua muundo wa CCM. Ndio. Kwa muula wake, si kwamba lazima ile la CCM, bali anaelewa baadhi ya vipengele vya kanuni na miondoko ya Chama cha Mapinduzi inapokwenda kutafuta katika nafasi ya ugombea urais. Kwamba chombo kikuu cha kutafuta rais ni kamati kuu ama mkutano mkuu. Maana kuna ule mkutano mkuu alafu kuna kamati kuu. Sasa kama kamati kuu tayari wamepitisha jina la mgombea mmoja, Mama Samia, kwenye mkutano, sasa ni sehemu gani tena kingine? Lakini mimi nimkumbushe kuna baadhi ya maeneo huenda yeye anashindwa kuyaelewa neno uchaguzi battery maeneo gani, kwamba sehemu ya kwanza uchaguzi linashika taifa kipaumbele cha kwanza, kwamba vyama vingi vinavyoingia aidha tukiwa na siasa za kidemokrasia, basi tuna wajibu kila baada ya miaka 5 lazima taifa husika liende kwenye uchaguzi. Maana yake kitu cha kwanza utekelezaji wa uchaguzi na maandalizi yake kitaifa, je, yamekamilika? Jibu yamekamilika. Maana yake kwamba wakati umefika ya Watanzania aidha wananchi wa taifa husika sasa wafanye maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi kumchagua kiongozi wanaye mtaka wao. Maana yake Chama cha Mapinduzi kimeandaa mchakato na wamefanya mchakato bi maana wa ndani, na tayari wameshatoka nje, na vyama shiriki vingine ambavyo vyama vya upinzani vipo zaidi ya vyama 5, 6, 7 vinafika. Lakini pia ndio rais wa kwanza duniani huyu Mama Samia kutoa vipaumbele kwa wagombea vya mapinzani nao waweze kujimudu kushiriki kwenye uchaguzi husika. Bi maana kuwezesha, yani serikali ya Chama cha Mapinduzi imetoa uwezeshaji kwa vyama vingine. Umeelewa? Maana yake usafiri, lakini pia ulinzi, bi maana wale wanagombea rais wasibuguziwe kwenye mikutano yao. Tukiangalia nukta za huko nyuma, hakuna rais aliyofanya hivyo. Yoyote kuanzia Julius mpaka Julius alikopo bado anaingia Mwinyi, hakutoa ulinzi kwa vyama vingine, bali walikuwa wanaandika barua ya kuomba kwamba tunafanya mkutano wa sehemu fulani, tunaomba ulinzi. Maana yake huyu ametoa indirect kiki kama mabodyguard wa hao. Sasa tunapokuja sehemu nyingine ya pili, kwamba kwenye haki sasa ya uchaguzi, maana yake kwamba taifa limeandaa uchaguzi, bi maana uchaguzi wa chama husika, lakini pia tunakwenda kwenye uchaguzi wa republic, mtu tukachague CCM, TLP, ACT, aidha chama gani. Na hivyo vyama vingine vyote na wao wameshafanya chaguzi zao kwa namna yao kwa mujibu wa kanuni zao, aidha katiba zao za chama. Lakini sehemu nyingine ya tatu inatuijia na mkumbusha uchaguzi ni haki kila ya Mtanzania, kwamba kuwa na haki yako ya kwenda kuchagua ama kuchaguliwa. Sasa eneo hili alipokuja kuangukia kusema kwamba yeye binafsi kwanza hatopiga kura, hilo mimi sishangai, kwa sababu kwamba haki ni ya kwako, ulazimishwe kwamba wewe uende ukafanye tukio husika, hulazimishwe. Lakini ukiona msingi kwamba na haki ya kuchagua atakwenda. Lakini kama anapoona kwamba nimeridhika
na yatakayotokea. Basi hivyo ni vitu vya kawaida, kwamba Polepole ana miemko ya kisiasa. Kifupi kwanza hiyo, Polepole ana miemko ya kisiasa. Kwanza elewa hilo ndo.